Sifa nyingine ya mwanamke kwenye ndoa ni kwamba mwanamke ni chombo cha kumteka mwanaume. Na hii sifa siizungumzii ili kwamba itumike vibaya katika kuwaibia wanaume katika ndoa ama kwenye mahusiano, lakini naifundisha ili ipate kuimarisha ndoa zenu. Kwa hivyo nisikize kwa makini. Kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 3 na mstari wa 22, Musa alipokuwa anatoka katika nchi ya Misri akiwa na wana wa Israeli, maandiko nasema ya kwamba aliwaambia wanawake watake vitu vya dhamana kutoka kwa Wamisri. Kwa nini Mungu hakuwaambia wanaume waende watake vitu vya dhamana? Maana alijua kwamba wanawake, jambo la kwanza, wanakuanga na uwezo wa kupendezwa na vitu vizuri, lakini pia wanawake wana uwezo wa kuteka zile vitu, wana uwezo wa kwenda kwa wanaume. Maana zile boma ambazo wanawake walikuwa wanaambiwa waende ni boma ambazo zilikuwa na wanaume, na wanaume ndio waridhia kuwapea bila majadiliano. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Musa alituma wanawake peke yake, maana alijua kwamba wanawake ni vyombo ambavyo vina uwezo wa kuwateka wanaume, kuteka akili za wanaume, wakajipata wamepeana. Sasa mtu atapeana dhahabu yake aje kama hajategwa yule mtu? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neno ambalo lilikuwa limezungumzwa wakati wa Ibrahimu. Mungu akawaambia watoto wako Ibrahimu wataenda katika nchi ya ugeni, watachukuliwa mateka kule, lakini watatoka kule wakiwa matajiri. Lakini ili sasa wapate ule utajiri haukupatikana kupitia kwa mwanaume. Ule utajiri ulipatikana kupitia kwa nini? Kwa mwanamke. Kwa hivyo mwanamke anakuanga na uwezo wa kufutia utajiri. Ndio maana hata leo hii utaona kwamba wanawake wengi wanapenda mwanaume ambaye ako na pesa, ako na mali, vitu ambazo zinaonekana. Naelewa, lakini na hawa ndio wanaume wale ambao mara nyingi utajipata kwamba wametekwa nyara na wanawake. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sababu kubwa kwa nini wanaume nao wanatekwa nyara na wanawake na wakatumika vibaya, wakaibiwa vitu zao, inapatikana kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza 3:7. Maandiko yanasema ya kwamba enyi waume, ishini na wanawake zenu kwa akili. Ukishindwa kuishi na mwanamke kwa akili vizuri, ujue kwamba huyo mwanamke atakuteka nyara, atakukamata na atakuibia. Kama atakuwa na mashetani, atakuibia nyota yako, atakuibia vitu za rohoni, hata za mwilini. Ndio maana utaona kwamba kuna wanaume wengi wamesomesha wanawake, wamewapea mali mingi, vitu mingi tu, lakini mwisho wa siku wanakuja wanaachwa. Lakini hii mara nyingi itokee kwa wanawake, eti kwamba mwanamke unapata kwamba amesomesha mwanaume. Huwa inatokea, lakini mara chache sana. Kwa hivyo jambo la kwanza, wanawake huwa wanaibiwa, wanaume huwa wanaibiwa vitu zao kwa sababu ya kukosa akili. Na kama mwanamke akikushinda akili, ujue kwamba kuna vitu ataviangalia kwenye maisha yako, aone kuna shimo ambao ataitumia ili kukupora. Na shimo ya kwanza ni kwamba mwanamke akija kuelewa kwamba wanaume wengi huwa wanatakanga kitu kimoja kwa wanawake wengi, lakini mwanamke huwa anatakanga vitu vingi kwa mwanaume mmoja. Sasa wanawake, ukijua kwamba mwanaume atataka kitu kimoja kwa wanawake wengi, huwa wanakiboresha hicho kimoja ambacho utaniambia ni nini sasa. Mimi najua ni nini. Lakini sasa anakiboresha hicho kimoja, ndio anakitumia kama mtego, anamteka mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo la pili, mwanamke huwa anamtekanga mwanaume kwa sababu ya kuelewa kwamba wanaume wengi huwa wanachambua mwanamke kwa kuangalia kwa macho. Ndio maana wanaume wengi wataenda kuzimu, watahukumiwa kwenda jehanamu, watakosa kuokoka kwa sababu ya haya macho. Yesu anasema kama jicho lako litafanya usiingie mbinguni, heri ulitoe uende mbinguni ukiwa hauna jicho moja kuliko kukosa ufalme wa mbinguni. Hiyo neno mara nyingi inafaa uhubiriwe wanaume, maana kwenye kile kitabu cha Mathayo 5 nadhani 28, maandiko yanasema ya kwamba kila mwanaume amwangaliaye mwanamke akamtamani
amezini naye tayari. Sisi wanaume tunakuwa na shida ya kuangalia, na ndio maana wanawake wengi ambao wamepata hiyo akili akajua kwamba mwanaume sasa, ili nimteke, ili nipate kumkamata akili zake, kile ambacho wanafanyanga, watavalia vizuri, waongeze shape, yani kwa nje wakuwe wanapendeza. Hapo watakuanga wamemkamata nani? Mwanaume. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo lingine ambalo limefanya mwanaume akatekwa nyara ni kwa sababu ya uzinifu. Kwenye kile kitabu cha Mithali 6:32 maandiko yanasema azinie na mwanamke ana akili kabisa. Kwa hivyo sababu kubwa kati ya kuwa kuna sababu zingine ambazo mnazitoanga kwamba kwa nini mwanaume anazini na mwanamke, ni kwamba mwanaume anazini na mwanamke kwa sababu ya kukosa akili. Kumbe uzinifu unamuondosheanga mwanaume akili. Wanaume, najua mnanielewa vizuri sana, maana wakati ule unamkatia mwanamke ukitaka kuzini naye, kuna wakati mwingine kile kichwa cha kwanza kikiinuka, hiki kichwa cha pili akifanyai kazi kabisa. Lakini wakati wa mapenzi, hata mwanamke akikwambia kwamba baby, utanunulia gari, inakuwa kabisa unamwambia nitakununulia hata dunia yote ndio tukae tukiwa wawili, kwa sababu tayari uzinifu huwa unafanyanga mwanaume akose akili. Maandiko yasema kwenye kitabu cha Mithali 6:32 ya kwamba azinie na mwanamke ana akili kabisa. Uzinifu huu unamuondoshia mwanaume akili. Kwa hivyo wanawake ambao wamejua siri ya kwamba mwanaume huyu anataka kuzini na mimi, ana akili, huwa wanatumianga hiyo njia ili kumpora. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo lingine ambalo inafanya wanaume watekwe nyara, maana nimesema kwamba mwanamke ni chombo cha kumteka mwanaume, kumteka mwanaume, chombo cha kumteka mwanaume, ni kwa sababu kwamba sio rahisi kumuona mke aliye mwema. Kwenye kile kitabu cha Mithali 31 na mstari wa 10 maandiko yanauliza swali, mke mwema ni nani aliwezaye kumuona? Kumbe kumuona mwanamke mwema sio rahisi kumuona. Hata mwanaume akifungua macho hivi sio rahisi kumuona. Kwa hivyo, kwa sababu mwanaume atashindwa kumuona mwanamke aliye mwema, shetani ana wapamba wa kwake, anawatengeneza wa kwake ambao wako na akili ya kishetani, wanakuja wanamteka nani? Huyu mwanaume. Anajipata kwamba ameingia kwenye liki na mwanaume ambaye na mwanamke ambaye sio mwenyewe, sio yule ambaye ni wa kwake, sio yule ambaye ni mwema kwenye maisha yake. Vitu vyema ujue kwamba ni vichache duniani, maana viko na customer wengi ambao wanavihitaji, lakini vitu ambavyo ni vya hovyo ni vingi sana, kwa maana havina customer tayari. Sasa hii ukianza kupanda kwenye shamba yako, mara nyingi utaona kwamba hautapanda mangungu, lakini mangungu yenyewe yatamea kwenye shamba yako. Lakini unaweza usipande mahindi, lakini mahindi yakakosa kumea kwenye shamba yako. Kumbe vitu vyema kuvipata sio rahisi, maana viko na customer wengi. Kila mtu anawinda kitu chema kwenye maisha yake. Sijui kama naeleweka. Kwa hivyo maandiko yanasema mke mwema ni nani aliwezaye kumuona? Kwa maana kima chake yanaelezwa mambo mengi hapo kwenye kile kitabu cha Mithali 31 na 10. Kwa hivyo ukiona unapatikana kwa urahisi wewe kama mwanamke, kila mtu anaweza akazini nawe, ujue kwamba ni vile tu umekosa kuwa na wema. Kuna udhamani fulani umekosa kwenye maisha yako. Sijui kama naeleweka. Sasa nataka nimalizie hapa kwa sababu hii itakuwa ni series ya 4 na hapa ndio itakuwa namalizia. Ukiona mke wako kwamba anatoka nje ya ndoa, anakuacha kama wewe mwanaume, anakuchiti, anachukuliwa na mwanaume mwingine mke wako, ama mume wako anachukuliwa, tuseme mwanamke tu anachukuliwa, ujue kwamba huyo hana wema. Maana mke mwema sio rahisi kuchiti ama kuchukuliwa na mume mwingine. Kile kimechukuliwa ni shida zako. Na jaribu kuwa advise wanaume, kile kimechukuliwa ni shida zako, zimechukuliwa. Na mara zingine unafaa ujue kwamba ama ujifunze kuangalia adui zako, hata kama ni sehemu ya maisha yako.